Nikiri kwamba wilaya na manispaa ya Kigamboni imepokea fedha za maendeleo nyingi sana kutoka serikali kuu, lakini zaidi pia kutoka vyanzo vya ndani. Na kwa dhati kabisa sisi miradi yote ambayo tunaisimamia kwa uwakilishi tu wa Wizara ya TAMISEMI chini ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Maelekezo yake yote ambayo anayatoa kwetu kuhusiana na usimamizi wa miradi ndiyo hasa ambayo Chama cha Mapinduzi kimekuja kwa ajili ya kujiridhisha na kuweza kuona. Hapa nyuma yangu hili ni jengo kubwa na ambalo ni shule ya mkoa, na ni jengo ambalo litajengwa kwa bilioni nyingi zaidi ya bilioni 9 ambazo zitajengwa na jengo hili. Na fedha hizi zote ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini zaidi pia tumetoka kuangalia hospitali ya mfano ambayo ni kituo cha afya kitakachojengwa kwa zaidi ya bilioni 4.5 mpaka bilioni 4.9. Kwa maana ni fedha ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameridhia ziweze kufanya kazi ya Watanzania. Kikubwa anachoweza kusisitiza ni kwamba Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wa kuweza kukagua miradi kwa sababu ndicho chenye ilani na namna ambavyo kinaangalia namna serikali inavyoweza kutekeleza ahadi zake. Na ninayo furaha kwamba mwenendo wa utekelezaji wa miradi Chama cha Mapinduzi kimeridhishwa, na kwamba yapo maoni ambayo tunapaswa tuongeze spidi, lakini zaidi spidi ya usimamizi, spidi ya ujenzi, spidi ya viwango na vitu vyote, ili angalau mambo yaweze kwenda sawa sawa. Pamoja na haya, mimi pia kama mkuu mkoa tumeendelea kuonya wale wakandarasi wote ambao wamekuwa na tabia kuchelewesha miradi na kubadilisha fedha ziende kwenye mambo mengineyo. Unamlipa mkandarasi leo fedha, lakini yeye anachukua fedha na kwenda kujenga barabara badala ya kujenga jengo. Kwa tumewaonya pia wakandarasi wa namna hiyo, lakini kwa wale wakandarasi ambao wanadai pesa zao, pesa zipo, na kwa mantiki hiyo ni kitendo cha kuanza kuraise certificates zao ili waweze kulipwa kwa wakati. Jambo la mwisho ni kwamba tumedhamiria miradi ya elimu na miradi ya afya yote ambayo inajengwa ndani ya manispaa na ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam wote kwa ujumla, tuijenge kwa kwenda juu, kwa maana ijengwe kwa njia ya magorofa ambayo inasaidia moja, kuwa na land management kwa maana matumizi sahihi ya ardhi, lakini mbili, kuwa na fashion isiyokwisha kwa haraka kwa maana kutumia teknolojia ya sasa, lakini jambo la tatu, eneo dogo kuchukua wanafunzi wengi kwa maana kama na square mita 2000 ambazo kuna zitumia kwa majengo 10, sasa tutakuwa na square mita 2000 ambazo tunazitumia kwa majengo karibu 40 kwa sababu yanakwenda juu. Kwa hiyo eneo dogo kuwa na watu wengi. Lakini la mwisho zaidi, nyinyi mnafahamu mji wetu huu una bahari kila kona. Kwa hiyo utakapojenga kwenda juu pia inasaidia kupata view ya mji, watu waweze kuona bahari na kuweza pengine kuona jambo ambalo litakuwa ni vutivu zaidi. Kwa baada ya kusema haya, niendelee kukiri kwamba ninaamini kwa haya ambayo Chama cha Mapinduzi kimetoa comments, na sisi tunajiandaa sasa kwenda kusoma ilani ya utekelezaji wa ilani kwenye kikao maalum, ili Watanzania kwa pamoja, wana CCM na wasio wana CCM, waweze kuona maendeleo na kazi zinazofanywa na CCM. Ziara hii ya kamati ya siasa ni utaratibu tu kwamba baada ya uchaguzi tunaunda serikali, tukiunda serikali wataalamu tunawakabidhi shughuli za kufanya, kwa sababu sisi wanasiasa hatuna taaluma. Lakini tumewaambia asubuhi pale kwamba katika utekelezaji wa shughuli hizi lazima wajue kuna mambo mawili, kuna taaluma alafu kuna nafasi. Ni wangapi ambao wana taaluma kama zao hawajapata nafasi ambao wanazo? Kwa hiyo tuwapongeze kwa kipindi chote hicho ambao tumewakabidhi jukumu la kufanya la kutekeleza ilani. Kwa kweli wamefanya kwa kiwango kikubwa sana sana sana, na baadhi ya maeneo mtaona kwamba wananchi wana imani kubwa sana na miradi ambayo imepelekwa. Ni miradi ambayo haijakamilika, wameendelea kupata matumaini, na tumeanza na shule ya msingi mmeiona kule, lakini baadaye tukaenda kwenye jengo ambalo ni kituo cha afya kikubwa kabisa cha gorofa ambacho kinagharimu zaidi ya bilioni 4 na milioni 900. Lakini hapa na nyinyi ni mashahidi, shule hii ambayo sasa tunategemea kwamba vijana wetu katika mkoa huu, katika halmashauri zote au manispaa zote watakuja katika shule hii. Kimsingi kwa asilimia kubwa kabisa, kwa niaba ya kamati ya siasa ya mkoa tumeridhishwa kabisa na utekelezaji wa ilani huu ambao umefanyika.